Wapendwa familia ya Mungu mlioko Tanzania, sisi kama Secretariat ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania tunapenda kuwapa ujumbe unaogusa umma mzima kutokana na waraka feki au waraka usio sahihi uliosambazwa kwenye mitandao ya kijamii kuanzia jana tarehe 12 mwezi wa 10 mwaka 2025. Waraka huo ulikuwa na kichwa cha habari: tamko la Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC kuhusu amani kwa taifa kuelekea siku ya uchaguzi mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania utakaofanyika tarehe 29 Oktoba 2025. Wakaweka kwenye mabano sauti ya watu, sauti ya Mungu. Tunapenda kukanusha waraka huu kwa kusema kwamba maaskofu wetu hawakutoa, maaskofu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania hawakutoa waraka huu kwa waumini na kwa Watanzania wote kwa ujumla. Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania halihusiki na hayo maudhui yaliyomo kwenye andiko hilo ambalo lina hicho kichwa cha habari: tamko la Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC kuhusu amani kwa taifa kuelekea siku ya uchaguzi mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania utakaofanyika tarehe 29 Oktoba 25. Hii ni tabia mbaya ya kutumia taasisi ya maaskofu na hata kutumia sahihi ya askofu rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania kupitisha ujumbe ambao haujatokana na baraza. Na hivi tunasema ujumbe huu au waraka sio tamko la maaskofu, na tabia hii mbaya ikomeshwe na wenye mamlaka ya kukomesha wanaokiuka taratibu za taasisi zingine. Tunawataka wenye tabia hiyo wao wenyewe pia, kwa sababu ni binadamu wenye utashi, waache tabia hiyo mbaya, kwa sababu wamefanya jambo hili kwa makusudi. Na Baraza la Maaskofu limeagiza ujumbe huu ukanushwe, na hivi kuanzia leo, tangu jana, ujumbe huu tunasema neno hilo limezoeleka kwenye vyombo vya habari ni feki. Hata hizi signature na niliyotumika hapa ni feki. Feki kwa sababu haikutolewa na maaskofu na wala maaskofu wa kumwagiza yote atoe hili tamko. Kwa hivi tulipenda hilo lifahamike kwa jamii ya Watanzania, na tunapenda kuachia nakala rasmi kwa ajili ya kusambaza kwenye vyombo vingine hasa hivi vya kwenye mtandao, ili watu wasije wakafuata maudhui yaliyomo kwenye huo waraka ambao ni feki, ambao haujatolewa na maaskofu. Kwa hiyo umebumbwa tu. Kwa hiyo ningependa nitamke hilo na Watanzania wote wafikishiwe huo ujumbe. Maaskofu wana taratibu zao za kutoa tamko, za kutoa waraka, na kila neno lina maana yake kwa maaskofu. Wanapotamka tamko, waraka, ujumbe, wosia, wana maana zao na wana taratibu zao katika mambo yote ambayo wanapenda. Kwa hiyo na wanapenda pia mtu yote anayetaka asemewe basi aje awaone. Yule aliyetaka kusema haya alikuwa na uhuru kabisa kwenda kwa paroko. Uzuri si tuko kila ziliko familia, tuko kule. Kuna jumuiya ndogo ndogo, naenda kwa mwenyekiti wa jumuiya, atakupeleka kwa paroko, paroko atakupeleka kwa askofu, askofu atakufikisha kwa rais wa Baraza la Maaskofu. Hao ndio wasemaji wakuu wa kanisa, kuanzia kwenye familia kwenda juu. Na hata mtoto unamwona kwanza mzazi wako, afu unaenda kwenye jumuiya, unapanda kwenda hivi. Kwa hivyo hata kama una jambo unataka kulisema, pitia hizo taratibu, ujumbe wako utafika na mawazo yako, mapendekezo yako yatafika. Lakini usijichukulie mamlaka na kujifanya wewe ni Baraza la Maaskofu au wewe ni rais wa baraza, wakati sio. Asanteni na washukuru kwa kufika na kuchukua ujumbe huo. Tunaomba waraka ulivyoweka ukanushwe
rasmi. Asante sana.